Zaidi ya wananchi 900 wilayani Karagwe mkoani Kagera wamenufaika na huduma ya matibabu bure ya macho ambayo imetolewa kwa wananchi hao katika hospitali ya wilaya Karagwe. Akizungumza Juni mosi mwaka huu na wananchi waliofika katika hospitali ya wilaya Karagwe Nyakanongo kata ya Kayanga wilayani Karagwe kwa lengo la kupatiwa huduma ya matibabu ya macho bure, mkuu wa wilaya Karagwe Julius Raiza ametoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa afya ili wananchi wapate huduma ya matibabu kama walivyojitoa taasisi ya Raj Foundation kuja wilayani Karagwe na kutoa huduma ya matibabu ya macho bure. Mpaka sasa zaidi ya watu 950 wameshahudumiwa, na hii ni kuonyesha pia dhahiri kwamba kuna tatizo kubwa la uhitaji wa huduma hii na hasa swala la tatizo ya macho. Kwa hiyo tunawashukuru sana foundation hii kwa uungwana wao na kuja kujitolea kutusaidia watu wetu, na tunavyoshukuru maana yake tunawaomba warudi tena siku nyingine wakipata nafasi kuja kutoa huduma hii. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuwakaribisha wadau mbalimbali wa maendeleo wakuja kushirikiana nasi katika kushughulikia kero na matatizo ya wananchi wetu. Miezi michache iliyopita tulikuwa hapa na timu ya kampeni ya afya ya Mama Samia ambao walikuwa wamepita kwa ajili ya kutoa huduma hizi za kibingwa katika hospitali yetu hii ya wilaya. Kwa hiyo rai yangu kubwa na kumshukuru sana Mheshimiwa Mbunge pia kwa namna ambavyo ameshirikiana na foundation hii na kuwaleta wafadhili hawa ambao wamefanya kazi hii kwa muda wa takriban siku 4 kuanzia tarehe 30, tarehe 31, tarehe 1 na tarehe 2. Ni kazi kubwa wamefanya, tunawashukuru sana na tunashukuru sana Mbunge. Katibu wa mbunge wa jimbo la Karagwe Yvonne Ndisanye amesema kuwa huduma hii ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM katika uboreshaji wa huduma za afya kuwafikia wananchi kwa urahisi, ni pamoja na juhudi kubwa zinazofanywa na mbunge wa jimbo la Karagwe Innocent Bashungwa ambaye pia ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ili wananchi wake wapate huduma. Ndani yetu ya chama ilijielekeza miongoni mwa ahadi zake kwa wananchi ni kutekeleza swala la afya. Leo hii kupitia kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona foundation hii imefika wilayani Karagwe kwa ushirikiano na Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Karagwe na waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kwa hiyo mimi nipende kuwapa pole wananchi wetu wa wilaya ya Karagwe kwa changamoto hii walioipata ya macho. Mheshimiwa ana tabia ya kufanya ziara majimboni. Katika ziara tunazozifanya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumekuwa tukikutana na changamoto ya afya ya macho. Baada ya Mheshimiwa kuona changamoto hii ya afya ya macho, akaenda kumwomba Mheshimiwa Rais, akampa kibali, akamruhusu akaenda kuonana na mlezi wetu wa Raj Foundation. Atasimama hapo mtamsikia, ambaye pia ndio mkurugenzi. Basi kwa ushirikiano wakawatuma madaktari wakaja hapa ili kutoa huduma ya afya ya macho. Na huyo hapa ni Bwana Moisin Raji Sheni, mlezi wa taasisi ya Raj Foundation na mkurugenzi wa Superform Magodoro, ambao wametoa ufadhili wa huduma matibabu ya macho kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. Shukrani zingine zimwendee Rais wetu Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu wa Karagwe Mheshimiwa Innocent Bashungwa ambaye pia ni Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani. Nitoe shukrani zangu kwa mkuu wa wilaya pamoja na madaktari wote wa wilaya kwa kutuwezesha kuweza kutoa huduma hii kwenye hospitali nzuri kama hii ambayo imejengwa majuzi, inaonekana bado mpya na ina huduma nzuri sana. Kwa hii imetuwezesha sisi kutoa huduma zaidi kwa muda mfupi. Maana siku 4 tutakuwa na zaidi ya operation za macho zaidi ya 300, na pia watu karibu zaidi ya 500 au 600 watapata huduma za miwani na wengine huduma za dawa za macho. Na hii yote inatokana na ushirikiano wa serikali kwa sisi kuweza kufanikisha jambo hili. Jambo hili si rahisi kulifanyia, linataka matayarisho mengi sana. Matayarisho ya timu ya kufanya kazi, madawa, wafadhili, kununua madawa, miwani na mpaka kufika huku vijijini. Kwa hiyo haya yote ni matayarisho makubwa sana. Kwa hiyo tutajitahidi tuweze kufika sehemu nyingi ambapo tutatoa huduma hizi. Tunategemea pia kutoa huduma hii mwezi wa 8 mwishoni, mwezi wa 9 kule Kigoma ambapo ndio nyumbani kwetu, lakini kuna matatizo makubwa sana kule ya afya ya macho na meno, na tutajitolea kule kuzidisha huduma hizi. Na hapa pia tutaangalia tena tunaweza kuja lini, manake hii mambo ya magonjwa ya macho zaidi ukiona hapa ni wazee wetu. Dr. Karimu Abdara ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Karagwe. Amekiri uwepo wa tatizo la ugonjwa wa macho kwa wananchi wa wilaya Karagwe. Kimsingi tatizo la macho halmashauri ya wilaya Karagwe lipo kubwa kiasi chake, kwa sababu kwa makadirio tuna
idadi ya watu wapatao 332,000. Sasa mpaka sasa zoezi hili tumeanza tarehe 31 na tunategemea kuhitimisha tarehe 2 mwezi wa 6. Lakini mpaka sasa ninavyozungumza tayari tumeshahudumia zaidi ya wagonjwa 950. Sasa tunaweza tukaangalia hiyo idadi ya wagonjwa na ukilinganisha idadi ya wakazi wa wilaya ya Karagwe kwa ujumla. Kwa hiyo tatizo la macho lipo kimsingi. Lakini pia mpaka sasa nipende kusema kwamba katika hao 950 ambao tumewahudumia tayari tumefanya operation za macho zipatazo 136. Na tayari wagonjwa hao wamesharuhusiwa na tunategemea kuanzia leo na kesho tutapata idadi kubwa zaidi. Makadirio yetu ama malengo yetu ni kupata au kufanya operation zipatazo 300 na kuendelea. Na hapa ni baadhi ya wananchi walionufaika na huduma matibabu ya macho. Mimi naitwa Muhudi Ibrahim Bangatwile, ni mzaliwa wa kijiji cha Nyabwegira kwenye kata ya Ndama, wilaya ya Karagwe. Mimi nimeanza kupata tatizo la uoni hafifu miaka kama 5 iliyopita. Nimejaribu kufika kwenye hospitali ya Nyakahanga, nikaonana na daktari wa macho, Dr. Kashashari, akawa amenipima na kuonekana kweli na tatizo la uoni hafifu, akanipa miwani. Nimeendelea kuitumia kwa ajili ya kusomea, maana mimi nilikuwa nafanya kazi ya ualimu, sasa hivi nimestaafu. Basi imenisaidia kwa kipindi fulani, lakini vile vile akawa amenishauri baada ya muda wa miaka 3 kwamba nibadilishe, na bahati nzuri muda huo wa miwani aliyokuwa amenipa mwanzo ndio ilikuwa imefika mwisho wake, na cha kumshukuru Mungu juzi ndo nikapata habari kwamba wamekuja madaktari bingwa kwa ajili ya kutoa huduma ya kupima macho na kutoa msaada wa miwani kwa ajili ya kunisaidia kwenye afya yangu. Mimi kwa majina naitwa Rosalia Samuel Moi, ni mkazi wa Nyakanga, hospitali village. Nimefika mahali hapa kwa ajili ya kupata huduma ya upimaji wa macho. Kweli huduma ni nzuri, tumeipokea. Nimefurahi sana baada ya kupata matibabu ya macho, maana nimesumbuka sana na macho haya kutoona kwa mbali na kwa ukaribu. Lakini nimefurahi sana kwa ajili ya huduma hii. Tumemwona daktari, tumepokelewa vizuri, tumepimwa, tumepewa miwani. Sasa hivi nina miwani, ninasoma vizuri. Mungu awabariki sana kwa ajili ya huduma hii. Mtazamaji, nikiripoti kutoka hapa katika hospitali ya wilaya Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Karagwe Media.